Ndugu zangu wapendwa, huwa najiuliza swali, mimi nimetoka wapi? Baba yangu ni nani? Babu yangu ni nani? Aliyemzaa babu yangu ni nani? Na mwendelezo huo unaenda hadi wapi? Sio kwamba siwajui hao, lakini swali ni kwamba mchanganuo huo utafika wapi? Leo tunaanza darasa letu la hekima ya maisha. Na ndugu zangu, hekima ya maisha naifananisha na mtu. Huyu ni malkia wa elimu zote katika nyanja zote za maisha, katika biashara, katika shughuli mbalimbali, katika kilimo, katika shule, katika maofisi, katika dini. Kila kitu ambacho mwanadamu anaweza kufanya, hekima ya maisha ndiyo malkia wa elimu zote. Lakini ndugu zangu, hekima ya maisha ni kitu gani? Inahusu mambo gani? Muhimu wake ni nini? Au faida za kuwa na hekima ya maisha ni nini? Hekima ya maisha, ndugu zangu, ni kitu ambacho wenzetu walishaanza kufikiria, na hasa wanaoitwa Wagiriki au Wayunani waliozungumza Kiyunani. Na walianza kwa kuwaza kwanza, msingi wa hekima ya maisha ni kupenda hekima. Msingi wa hekima ya maisha, yani ili mtu awe na hekima ya maisha, kwanza lazima apende, awe na upendo. Kama vile mtu anapompenda mke wake au mume wake au mtoto wake au kazi yake, lazima mtu awe na hiyo shauku ya kupenda hekima. Na ndugu zangu wapendwa, mazoea haya ya kupenda hekima ndio yanayomfanya mtu awe na hekima hiyo ya maisha. Hekima, ndugu zangu, ni ile hamu ya kusakanya, ile hamu ya kusakanya, kujua undani wa kitu, msingi wa kitu, sababu za kina, the ultimate reasons of everything. Na mtu kwanza lazima afikirie hivi kanuni au sababu za msingi au sababu za mwisho kabisa. Baada ya kuwaza, kama nilivyoanza kuwaza nikasema, baba yangu ni nani? Babu yangu ni nani? Na mwendelezo huo unaenda hadi wapi? Na tamani au nasakanya kufahamu chanzo cha mambo, undani wa mambo, sababu ya uwepo wa kitu fulani. Na ukiweza kufanya hivyo kila wakati katika kila jambo au kila wazo au kila maamuzi ya maisha, basi wewe utakuwa ni mtu mwenye hekima ya maisha. Mzangu, mtu wa kwanza kabisa kuanza kufikiria mambo haya ya kuwa na hekima ya maisha aliitwa Pythagoras, na alitangaza waziwazi mbele za watu kwamba yeye ni msakanyaji wa hiyo hekima ya maisha. Na Pythagoras akatuambia kwamba kuna aina tatu za watu, na alitumia mfano wa michezo, kiwanja cha michezo. Pale uwanjani, chukulie kuna mechi ya Simba na Yanga. Kuna makundi aina tatu ya watu. Kuna kundi la kwanza, wale washindanaji, wale wachezaji uwanjani ambao wanashindana kwa ajili ya umaarufu lakini pia kulipwa. Kundi la pili, kuna wale wamiliki wa zile timu na waandaaji wa mashindano na wafanyabiashara wote ambao wanafaidika na ule mchezo pale uwanjani. Na kundi la tatu ni mashabiki. Mashabiki hao, ndugu zangu wapendwa, Pythagoras yeye anawaita hao ndio wasakanyaji wa hekima, kwa sababu wao hawana interest na biashara au faida yoyote kutoka pale uwanjani. Hawana interest na maarufu wowote pale uwanjani, isipokuwa wanasakanya kujua na kuelewa, kupanga na kuratibisha. Wakati mwingine hata anaweza kawa sio kocha, lakini anaweza akajifunza baadhi ya vitu. Kule kujifunza na ile kusakanya na kutafakari, kutazama na kutafakari, kule kunamletea mtu hekima maisha. Mfano wa watu wenye hekima maisha ndio hao wanaosakanya, kukaa, kutazama na kutafakari. Ndugu zangu, kadiri ya Pythagoras anasema kwamba mpira ni mfano wa watu ambao unaangalia wanatafuta hekima ya maisha, lakini katika ile kundi la mashabiki. Sasa Pythagoras anataka kusema kwamba shabiki wa mpira anatafuta hekima, lakini mchezaji anatafuta umaarufu na fedha, lakini wamiliki na watu wengine wanatafuta faida za kibiashara. Mtu mwingine aliitwa Socrates. Huyu ni mmoja wa watu wakubwa manguli wa Giriki waliosakanya hekima ya maisha, na maandiko ya Plato yanaeleza kwamba huyu Pythagoras, huyu Socrates alitoa tabia tatu au pengine tuseme mbili au viashiria viwili
vya mtu anayetafuta hekima, tabia yake ikoje. Kwanza, mtu anayetafuta hekima anadhihirika katika uwezo wake wa kuhoji mambo badala ya kuyakubali tu jinsi yanavyopelekwa mbele yake. Kuyahoji, kuuliza maswali, kukubali bila kukubali kile ambacho anakiona au anakisikia, anakihoji kwanza. Sifa ya kwanza ya mtu anayetafuta hekima ni hiyo. Na sifa ya pili ni mtu anayetafuta maana ya maisha. Kwa nini niko hapa? Kwa nini nafanya hiki ninachokifanya? Huyu anapata hekima ya maisha. Ndugu zangu, kamusi inatafsiri hekima ya maisha kwamba ni idara ile ya elimu au idara ya ufahamu inayotafuta kugundua ukweli wa mwisho, ukweli ule wa kileleni. Kuna ule ukweli unaoletwa mbele yako, lakini kuna ukweli wa ziada, ule wa ndani, nyuma ya pazia. Basi kugundua ukweli huo unamletea mtu ile hekima ya maisha. Ni katika jambo lolote kutafuta sababu za msingi, kanuni za msingi zinazoongoza vitu vinavyotokea au mambo yanayoonekana au taarifa unazopewa, ili kutoamua tu kwa prejudice. Ndugu zangu, hekima maisha ni zaidi ya sayansi zote unayoifahamu, kwa sababu sayansi itakwambia kwamba mtu ni kiumbe hai, nyama anayefikiri na kutenda, lakini hekima maisha itauliza mtu huyu ametoka wapi? Kwa nini yuko duniani? Kwa nini anaishi kati ya watu katika jamii? Hekima maisha, ndugu zangu, kwa hiyo ni tofauti na sayansi nyingine tunazozifahamu. Inatafuta mambo mawili. Kwanza, inatafuta moyo wa vitu, moyo kujua chanzo cha mambo fulani fulani, lakini pia kutafuta chanzo na hitimisho la kina kuhusu jambo fulani linalotokea. Mtu mwingine ambaye alizungumza habari ya hekima maisha anaitwa Aristotle. Yeye alieleza kwamba hekima maisha ni alfa na omega ya sayansi zote. Alfa na omega manake mwanzo na mwisho wa sayansi zote. Haja sayansi yote unayofahamu, basi hekima ya maisha ni kujua chanzo na mwisho wa ile ambalo unalitafakari. Mwingine anaitwa Rene Descartes. Rene Descartes yeye alitumia mfano wa mtu anayesafiri barabarani kipindi cha mwanga mkali wa jua. Anasema ukiwa kwenye gari ukatazama mbele, unaona kama vile kwenye lami kuna maji, lakini kimsingi ukifika hapo hakuna maji. Ile tunaita mirage Kiingereza, lakini Kiswahili sanifu inasema ni sarabu. Unapoona sarabu mbele, unaweza kufikiri pengine pana maji, kumbe hakuna maji. Ukisogea karibu kuhakikisha kudodosa na kudadisi ukweli wa mambo, unagundua kwamba kumbe ni mwanga tu ulipiga juu ya lami. Ndugu zangu wapendwa, hiyo ndio hekima maisha, kutafuta na kusakanya chanzo cha vitu, sababu za msingi, kanuni za msingi za vitu. Ndugu zangu wapendwa, mfano watu wa zama za kati, tunasema medieval period, waliishi kati ya mwaka 500 hadi 1500 baada ya Kristo. Waliweka mawazo yao katika mtizamo kwamba hekima ya maisha ni ile utaratibu wa kuunganisha sayansi zote, kuunganisha mambo yote na kumweka Mungu kama kiini, kwamba kila kitu chanzo chake ni Mungu, mwisho wake ni Mungu, kwamba kitu hiki kinafanyika hivi na hivi kwa sababu ya Mungu, kitu hiki kimefanyika hivi na hivi na hivi, mwisho wake ni Mungu. Hiyo watu wa kale hao, na hawa walikuwa na mtizamo wa kidini zaidi. Lakini mtizamo wa kisasa juu ya hekima ya maisha, watu wanaangalia mambo ya ulimwengu, sayansi zote na vitu vyote vinavyofanyika vinamwelekea mtu, Mtu ndio chanzo, mtu ndio mlengwa wa yale yanayofanyika. Sayansi zote kwa ajili ya mtu, na mwisho wake ni mtu. Lakini ndugu zangu, hekima maisha, tambue dhahiri kwamba ni sayansi inayopita sayansi nyingine zote, ni sayansi kuu kuliko zote. Ndugu zangu, baada ya kujua nini maana ya hekima ya maisha na pengine kufahamu maana yake kwa ujumla, nyinyi mnaita philosophy, lakini mimi naita hekima ya maisha, basi wakati ujao nitakuletea kufahamu kwamba ni mchakato upi ambao mtu anapaswa kuufuata ili awe na hiyo hekima ya maisha. Hekima ya maisha ina scope gani, au mapana na marefu ya hekima ya maisha, mchakato unaotakiwa kufuatwa na mtu ili aweze kufikia hiyo hekima ya maisha. Na katika kutafakari hayo, basi unaweza kujipatia mang'amuzi mbalimbali ambayo yatakusaidia katika kila changamoto unayopitia au kila maamuzi unayotamani kufanya katika maisha yako, ili yafanye kwa hekima. Tafadhali usiache kusubscribe, like na kushare hii habari njema kwa wengine, ili wengine waweze kufahamu kwamba kuna kipindi na darasa tumelianza la hekima maisha. Tutakie wakati mwema, kwaheri.